Bwana, mambo vipi? Na karibu tena tuzungumze michezo kupitia Bujani TV. Kama ambavyo niko sambamba na Alimayai, tunakwenda kuzungumza michezo kubwa zaidi. Tunatazamia ligi kuu soka Tanzania bara kutamatika baada ya wiki moja, wiki ijayo kama tarehe 22 hivi, ndipo nakwenda kutamatika. Pengine tathmini yake tuzungumze naye kuelekea kutamatika kwa ligi hii, pengine msimu jana na msimu huu nini haswa amekiona katika ligi yetu. Heshima kwako. Salama, karibu sana. Mambo yanakwenda? Mambo yanakwenda. Karibu sana mamlaka ya usimamizi wa bandari. Tuko hapa tunaendelea na majukumu. Karibu sana. Unapozungumzia kwenye ligi muendelezo, yani ligi yetu imekuwa na muendelezo. Kwa sababu unajua mafanikio huwa yanapimwa kwa timu kuperform katika michuano ya kimataifa. Yani ubora wa ligi. Moja kati ya kriteria ambayo huwa inatumika kupima ubora wa ligi ni ushindani wa timu inayoshiriki ligi hiyo katika mashindano ya kimataifa. Sasa hatua ambayo waliofika Simba hatua ya fainali ya kombe la shirikisho ni moja kati ya achievement ambayo inaendelea kuthibitisha kwamba ligi yetu inaendelea kukua, kwa maana ya ile hatua ya kufika hatua ya fainali na kufika kwenye kombe la shirikisho ni moja kati ya kipimo ambacho kinathibitisha ushindani wa ligi umethibitika katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa ligi yetu kwa kweli bado inaonekana kuendelea kugrow. Na ndio sababu alama ambazo tunazipata mpaka sasa nafasi ya 4, lakini pia ile katika zile mataifa 13 ni 13 yale ambayo yanapata fursa za kuwa na vilabu 4 vinavyoshiriki michuano ya kimataifa, bado tunaendelea kuwa nayo, kwa maana ya 2 klabu bingwa, 2 kombe la shirikisho. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kimeonyesha kwa miaka 6 mfululizo consistently vilabu vyetu vimeweza kuperform. Ndio bado huwezi kutulinganisha na timu na nchi kama vile Algeria, Morocco, Tunisia, Egypt ambao wao ni kawaida kutoka michuano ya klabu bingwa na michuano ya kombe la shirikisho. Ni kawaida kuingiza timu yani more than 50% kila mwaka, zaidi ya 50% zinazoingia robo finali. Unakuta katika timu 8 zinazoingia robo finali 4 unakuta wao zinatoka katika Afrika Kaskazini. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho na hata sisi tumeweza kuona performance consistently katika michuano ya kimataifa. Kwa hiyo kwa ligi yetu kwa kweli kiwango cha ushindani kimeongezeka, ingawa of course, lakini kiwango moja kati ya kitu ambacho kimepelekea kwa performance ya vilabu hivi kwa maana ya Simba na Yanga, kwa sababu ushindani wa jadi umesaidia sana, kwa sababu mtani jadi wao akifanya hivi mwenzake anatamani afike juu ili waweze kutaniana. Lakini katika vilabu vingine, moja kati ya klabu ambayo bado haijawahi kuwa na scientific justification kwa nini hauperform, kwa sababu una kila kitu, resources in terms of investment, kwa maana infrastructure investment, lakini financially, hata wachezaji ambao huwa ina uwezo wa kuwachukua. Azam ni moja kati ya timu ambayo bado kwa kweli bado haijakuwa na sababu ya msingi kwa nini haijaperform katika michuano ya kimataifa, kutokana na kwanza na uwezo ambao inao katika maeneo yote ya msingi, resources ambazo wanazo. Wanatakiwa nao wawe kama walivyofanyaga. Unajua hata watu walikuwa wanazungumzia Kongo, ligi ya Kongo. Moja kati ya ligi ya Kongo unajua ilikuwa kubwa kutokana na klabu ya TP Mazembe. Alivyowekeza tu Moise Katumbi Chapwe, alivyowekeza TP Mazembe, tayari TP Mazembe ikawa yani inafika kwenye hatua ya michuano ya kimataifa, akiambali kutoa kombe, yani kufika quarter final, nusu finali, lakini pia na kutoa kombe, kitu ambacho ikapelekea ligi ile kuwa strong mpaka hivi tunavyozungumza. Ni miongoni mwa ligi ambazo ndio bado haijaperform hapa katikati. Hapa kuna vitu vyote, kuna changamoto utanayo, na hasa baada ya mwekezaji kupata changamoto fulani hivi, lakini ameanza kurejea. Lakini ni moja kati ya kitu ambacho hata pia kwa Azam huwa ilichukuliwa pia kama hivyo, kama TP Mazembe jinsi ambavyo ilikuwa imewekeza. Ndio kwa msimu huu mpaka sasa vilabu ambavyo vimequalify kushiriki mashindano ya CAF kwa maana kombe la shirikisho na klabu bingwa ni vilabu 4 kama kawaida kwa kutoka kwenye timu zetu. Pengine Azam FC tumezoea kuona anaingia na kutoka. Lakini upande wa Singida tunamuona pia amequalify kwa mara ya kwanza. Unamuona na kwenda kuleta ushindani kwa namna ambavyo kwa usajili waliofanya walionyesha how serious they are kwa usajili ambao waliofanya, na hata performance yao katika mechi, jinsi ambavyo wanavyocheza, unaona kabisa. Sasa
of course kwa performance wise wala hakuna shida kwa performance wise, kwamba uwezekano wa kuweza kuperform na hata kufika kwenye hatua, ndio si uweze kushindana kama vile na Simba na Yanga kufika kwenye robo finali, nusu finali, lakini hata kufika kwenye hatua ya 16 bora uwezekano huo upo. Sasa inategemea na mikakati walionayo, kwa sababu unajua ukishaanza tu kufikiria, kwa sababu ndio yeye huwezi kumlinganisha na Simba na Yanga na Singida, lakini kama atakuwa na mipango ya muda mrefu, kwa sababu sote ili uendelee lazima uwe na mipango ya muda mrefu, minimum miaka 4 miaka 5, yani minimum. Lakini ukipanga tu kwamba uwe na mpango wa msimu ujao, hiyo huaga haikusaidii katika maendeleo, kwa sababu financially wewe hauwezi kushindana na timu kubwa. Maana yake ni kwamba ukiwa na wachezaji unaowategemea 2 au 3, maana yake ni kwamba msimu ukimalizika, timu kubwa ikiwahitaji, achilia mbali Simba na Yanga, si Azam, wakiwahitaji labda hata Raja Casablanca, wakiwahitaji Wydad Casablanca, wewe unaweza kumzuia mchezaji dola 600,000 au dola milioni 1? Issue ipo kwenye kuwalinda. Huwezi kumlinda mchezaji. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho huwa vilabu hivi vinatakiwa viwe na mipango ya muda mrefu, kwa maana ya kuwaendeleza. Mipango ya muda mrefu lazima uwe na substitute, kama unapochukua striker kwamba huyu ni striker ndio namtegemea anafunga magoli, lakini lazima uwe na, huyo ni plan A, lazima uwe na plan B mbadala, lazima uwe naye, kwamba in case of anything, hata kama akapata injury au whatever, basi huyu apata replace. Ndio hawezi kuperform 100% kama vile ambavyo alivyokuwa na perform, lakini angalau hata 70%, 75% ni moja kati ya plani ambazo huwa vilabu lazima, hivi vilabu especially vya grade B, achilia mbali grade A, grade B huwa lazima viwe navyo kwa ajili ya kuweza kuperform consistent. Kwa hiyo kwa Singida, kwa jinsi ambavyo kwa kweli wameperform, wameonekana kuwa na uwezo huo, na hata katika mahojiano ambayo wamekuwa wakifanya muda wote walisema dhamira ni kushiriki mashindano ya Afrika, kitu ambacho wamefanikiwa kuweza kushiriki kutokana na kile ambacho walikuwa wamedhamiria. Kwa hiyo sasa mipango walionayo ndio inategemea, kama na mipango ya muda mrefu, uwezekano wa kuperform kutokana na hadhi na heshima ya ligi yetu, uwezekano huo wa kufika not necessarily ndio robo final, lakini hata kufika kwenye 16 bora upo, kwa maana ya kutoka kwenye hizi preliminary, kwa sababu wataanzia hatua za awali preliminary, alafu kufika kabla kufika kwenye hatua ya 16 bora. Yeah. Okay, sawa. Tumezungumza mafanikio ambayo sasa tumeyapata kutokana na ligi yetu, lakini ndani ya ligi yetu kama ambavyo nilizungumza mwanzo, tunakwenda mwisho. Lakini kumbuka kuna mambo mengi, hasa matatizo ya waamuzi. Napenda kutumia kauli moja, umekuwepo kwenye soka muda mrefu, unafahamu. Haya mambo yamekuwa yakijirudia kila siku. Pengine kwa tathmini yako yanazidi kupungua ama ndo swala lile lile linazidi kuwa ugonjwa mkubwa? Kwa kweli hiyo ni moja kati ya changamoto ambayo kwa kweli inatakiwa iwe na mkakati maalum, kwa maana ya bodi ya ligi na kwa kupitia chama cha waamuzi. Unavyoona katika duniani kote, vyama na mashirikisho ya waamuzi ndio huwa yanasimamia waamuzi. Kwa hiyo lazima kuwe na mkakati, kwa sababu ni moja kati ya eneo ambalo kwamba limeonekana kuwa na changamoto, ndio sababu hata unaona katika mashindano ya vilabu, acha ile mashindano ya vilabu, hata mashindano ya Afcon, CHAN, unaweza kukuta Rwanda, Burundi, hata Somalia wanapeleka waamuzi mpaka 5, 6, lakini Tanzania anaweza kana mwamuzi mmoja na mwamuzi msaidizi. Hiyo yenyewe ni moja kati ya criteria ambayo inathibitisha eneo hili bado tuna changamoto, kwa sababu unapofanya wale CAF huwa wanafanya assessment ya mechi za kimataifa hizi. Unaona maamuzi kwamba anapewa labda hata finali ya kombe la shirikisho au hata finali ya klabu bingwa, tayari imefanywa assessment, na assessment haifanyiki katika mashindano yale tu. Assessment inafanyiwa hata katika mechi zetu hizi za ndani. Na bahati nzuri sisi mechi zetu kupitia Azam TV sasa hivi ni moja kati ya ligi ambayo ni maarufu sana katika bara la Afrika, inafuatiliwa na watu wengi. Kwa hiyo haya yanayotokea, na ndio sababu huwa kunakuwa unaweza kukuta kuna tukio limetokea hapa, inacheza sijui labda Singida labda na Simba au Yanga sijui wanacheza labda na JKT, ile video clip inatumwa labda kwenye YouTube, unaweza kukuta kuna comment wameandika Kifaransa, mtu yuko Morocco, comment naye amecomment, sio na washabiki wanachangia hapa, wengi hawajui Kitanzania, sijui nini, angalia sasa hii penalty sijui nini, hii vitu gani, lakini unaweza kukuta kuna comment kaposti mtu Kifaransa, hadi watu wa CAF wanafuatilia kutokana na kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo moja kati ya eneo ambalo kwa kweli tunatakiwa lazima tuwe na kwa maana bodi ya ligi kwa kushirikiana na chama cha waamuzi, kwa sababu unajua waamuzi ni profession kama zile profession nyingine. Kama vile maengineer huwa wanasimamiwa na maengineer, madaktari huwa wanasimamiwa na madaktari. Kwa hiyo hata waamuzi huwa technically
wanasimamiwa na waamuzi wastaafu. Masuala ya maadili na masuala ya ndio, errors ni kitu ambacho hakikwepeki, lakini waga lazima kuwe na justification. Sasa unjustifiable errors, kuna ile kosa ambalo yani inaweza kawa limekosa hata majibu kwamba is this bahati mbaya, yani mimi labda nataka nikupe wewe nikulipe, natakiwa nilipe shilingi 100 au nataka niandike shilingi 100, nikakosea nikaandika 1000. Hiyo ni justifiable error, kwamba nimekosea tu nimeongeza herufi, lakini natakiwa niandike 100 nikaandika 2500. Hiyo yani bado haina justification. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo huwa kwa kweli inatakiwa vifanyiwe kazi, kwa sababu ni moja kati ya eneo ambalo ni la msingi kweli kweli katika maendeleo ya soka. Ndio. Mpaka sasa vilabu tunaona ligi yetu imejigawa katika makundi matatu. Wako ambao wamejihakiki walioshuka, tukianza na Kagera na Ken Gold. Ken Gold wao tayari walikuwa wamesha, Ken Gold walikuwa wanajulikana. Ken Gold performance tangia msimu unaanza, Ken Gold walikuwa washaonekana hawakuwa wamejipanga, kwa hiyo wamerejea kule walikotoka. Upande wa Kagera sasa muda mrefu wapo kwenye ligi kuu, wamekwenda kuteremka. Pengine taswira yako inaleta picha gani? Kwa kweli Kagera inaonekana ni swala administrative issue, ni masuala ya utawala, masuala ya management. Kuna mabadiliko nilisikia alifanyika kwenye uongozi, ni moja kati ya kitu ambacho kikapeleka, kwa sababu Kagera kwa uzoefu walionao na ushindano ambao wamekuwa nao na hata wachezaji ambao huwa wamekuwa nao, wachezaji ambao wachilia mbali ambao huwa wanapitia pia pale Kagera, ni moja kati ya kitu ambacho yani wana experience. Kagera unazungumzia Kagera ni Mtibwa, yani kama vile Mtibwa, uzoefu waliokuwa nao wa kuzalisha, kukuza na kutunza wachezaji na ushindani. Kagera ilikuwa kukutana na timu kubwa, umeona kabisa ushindani ambao wamekuwa wakitoa. Lakini kwa kweli mabadiliko ya uongozi ni moja kati ya kitu ambacho imepelekea kwa kweli Kagera kuporomoka. Ingawa sasa kwa Kagera kwa kweli, na sasa sijui, kwa sababu kurejea huwa ni kazi ngumu kweli kweli. Unajua ligi daraja kwanza ni ngumu kuliko kupanda. Kupanda ni kugumu kweli kweli. Ni kugumu kweli kweli, kwa sababu kila mtu, na mbaya zaidi yule ambaye aliyeonja. Unajua asali ukionja huwa unapambana sana, tofauti na mtu ambaye hajaonja asali. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa Kagera kwa kweli nafikiri Kagera yote watakuwa wanajutia kweli kweli kwa timu yao kuporomoka. Huenda akawa na matumaini walipomtazama Mtibwa ameshuka, ameonja, lakini karejea. Sasa Mtibwa kwa uzoefu aliokuwa nao, Mtibwa ni kituo cha wachezaji ambao wamepita wachezaji wengi tangia wakati ule kina Monja Liseki, Andy Cole miaka ile, lakini kwa Mtibwa kwa uzoefu aliokuwa nao na kwa mkoa wa Morogoro jinsi ulivyo pale, unajua ni kituo kile hata wakongwe kina Profesa Madundo, wachezaji wengi ambao wanawazalisha kwenye vituo vyao pale Morogoro wanakwendaga Mtibwa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho pia kinahamasisha. Kwa hiyo kwa Mtibwa ni kitu ambacho pia na chenyewe yani imekuwa rahisi, yani ile hamasa naturally yani wanayo, kitu ambacho wamekwenda kutekeleza na wamejifunza. Sasa sijui walivyojipanga kwa maana kwa msimu ujao wataanza kuperform kama walivyokuwa na perform misimu ile pale miaka ile, sio nao wao wamekuja na kurejea chini. Hapana, hiyo haitajenga taswira nzuri, lakini kwa uzoefu waliokuwa nao naamini watakuwa wamejipanga vizuri. Msimu uliopita mpaka sasa bingwa alikuwa anafahamika ni nani? Alitangaza ubingwa huko na mechi 2 mkononi. Alikuwa na mechi 2 mkononi. Lakini safari hii mechi zimebaki mechi 3 mpaka sasa bingwa hajulikani ni nani. Hii inaonyesha ni grow kwa ligi ama namna gani? Na moja kati ya kitu ambacho huwa kinapima thamani ya ligi ni kutwaa ubingwa, yani kushindana kwenye nafasi ya ubingwa. Kushindana moja kati ya criteria, kwa maana mnafika hadi mechi ya mwisho ndio mnapata ubingwa. Tofauti na Bayern Munich kule kwa miaka kadhaa, miaka 10 na ngapi Bayern wamekuwa akichukua, anaweza akachukua mechi 5 bado ziko mkononi, yani kashatangazwa mechi 5. Kwa hiyo ndio maana akiwa anaingia kucheza mechi anapewa ile heshima ya na timu mpinzani kumheshimu kwamba huyu tayari ni bingwa. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kwa kweli kinathibitisha kiwango cha ushindani, ingawa ndio kuna gap kubwa kati ya walioko juu na wengine ambao wameshaporomoka, lakini kwa moja kati ya criteria ambayo huwa inatumika kupima ubora wa ligi huwa ni hiyo, kwa maana ya bingwa kupatikana mechi ya mwisho. Ni kitu ambacho huwa kinatumika, pia ni criteria ambayo huwa inathibitisha kwamba kiwango cha ushindani ni kizuri, tofauti na kuchukua ubingwa wakati bado hata mechi 4, mechi 3 na mechi 2 bado ziko mkononi. Naona kama itachezwa sasa mechi ambayo yuko na vipengele itaamua ubingwa. Of course, kwa sababu kwa mechi hiyo itakayoamua, kwa sababu kama Yanga akishinda zote, Simba akishinda zote, maana yake ni kwamba kuna tofauti ya Yanga na mzidi alama 1 Simba. Maana yake ni kwamba ni hiyo ndio itakayoamua
na hiyo ndo kiwango cha ushindani kikubwa kweli kweli, achilia mbali dabi. Kwa hiyo dabi yenyewe huwa ni finali. Sasa hiyo ni double final, yani ni double final kwa sababu dabi yenyewe huwa ni finali, lakini as far as ndio inaamua ubingwa, na katika ubingwa huo kuna mmoja anaweka rekodi ya kuchukua ubingwa mara 4, lakini kuna mmoja anaweka rekodi ya kukosa ubingwa mara 3, anachukua mwaka wa 4. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho kinapelekea hiyo dabi huwa ni double final. Yeah.